Kaka, mimi sifahamu chochote kuhusu mzigo. Na sifahamu ni mzigo gani kaka. Mimi naona unanionea tu. Mkuu, speaking. Hatimaye kazi niliyoagiza nimefanya kwa weledi sana. Nimejaribu kushirikiana na vijana wangu, kila kitu kimekwenda sawa. Hatimaye mhusika tuko naye. Tushamkamata. Mhusika ambaye yule kibaka ameshapatikana. Tumejaribu kumpa viadhabu kidogo, lakini bado amesimamia msimamo wake ule ule. Anasema hajui chochote kile. Alafu pia cha kushangaza, anadiki kusema eti tumemfananisha. Josefu, unawezaje kumfananisha mtu ambaye amekukaba alafu yaani wewe ulikuwa peke yako, yeye amekuwa mtu wa pili, alafu sasa hivi anasema kwamba unamfananisha? Hiyo kiakili inakuja kweli? Sikiza nikwambie. Ndio. Wewe unajua kiasi gani tumeweka pesa nyingi pale? Unajua kiasi gani tumewekeza pale? Alafu zile pesa zitakiwa zipotee. Alafu sasa hivi zetemu unakuja unasema kwamba yule amemfananisha. Mimi ninachotaka, nataka fedha zangu. Nataka zile fedha zipatikane. Sihitaji maelezo mengine. Fanya vile vyote unavyoweza. Josefu, sihitaji kuchoshwa katika hili, wala sihitaji kusumbuliwa katika hili. Ninachotaka fedha tu, si vingine. Sawa mkuu. Nitafanya kama wewe. Safari sitakuangusha. Joseph. Katika maisha epuka sana kufanya jambo kimasiara. Alafu nilikukanya sana juu ya kufanya kimasiara. Mimi nataka fedha zangu. Nataka pesa ipatikane. Sihitaji maneno mengine. Na iwapo utasita katika hili, sitoona ajabu kuvunja ahadi niliyokupa pale mwanzo. Sawa. Get up the seat. Naomba unisikilize kwa makini. Mtu wako tuko naye. Nahitaji mzigo wangu ni kuachie mtu wako. Vinginevyo mtu wako na maliza. Kumbe Zuruba ndipo ilipo shali na hangaiko la moyo kwako ninanga shwari. Ngoja umiza matumbo na dawa ikakosekana, maana udhaifu wa moyo ni kupenda tu. Kelele za mlango hazinyime usingizi,
tu tujiachie, hata kwa misemo tuswapa nafasi, pendo letu walivamie. Mpaka umesahau kitu muhimu. Hivi ulisema mitihani shilingi ngapi vile? 5,000. Alafu hii matumizi yako. Asante. Haya sawa. Bye. Haya. Nenda salama mwanangu. Na wewe tayari safari? Mama, naondoka. Muda wangu ushafika hapa. Nenda kwenye mihangaiko yangu kidogo. Haya sawa. Basi nenda salama mwanangu. Mimi nashukuru sana. Naamini dua yako itanifanya niende salama na niende salama. Pia na mimi nakuombea mama ubaki salama. Hakuna shida mwanangu. Kumbe Zuruba hilipo ndipo ilipo shali na hangaiko la moyo kwako. Kaka. Ndio brother. Unavyotizama bado tuna muda. Kwenye hili brother, muda hauko upande wetu kabisa. Na kama ulivyosema, mtu ambaye amemshikia Mashizo si mtu wa kawaida kabisa. Huyu Joseph Hassan ni nani? Subiri dakika kadhaa tu hapa, sekunde 2 itapata tayari detail. Okay. Brother. Joseph huyu alishawahi kuaga polisi miaka ya nyuma. Tena alikuwa sekta nyeti kabisa kwenye uchunguzi wa ndani. Lakini miaka 3 iliyopita alishafukuzwaga, na baada ya hapo akawa askari kivuli. Pia wakati huo alikuwa ameshajiunganisha ama ametengeneza mtandao wa siri ambao unaendeshwa na yeye mwenyewe kwa matendo mabaya, lakini pia utekaji na utekaji pia, lakini pia na mateso ya kimya. Lakini kwa sasa hivi brother, huyu sio mtu tena, huu ni mfumo. Inaonekana mtu aliyomteka Mashizo ni mtu hatari vibaya kuliko sisi ambao tulikuwa tunafikiria. Brother. Huu sio muda wa kumwangalia Mashizo katekwa na nani. Bali saa hizi tunaangalia na kupambania damu ya ndugu yetu, si vinginevyo brother. Sasa tunasubiri kitu gani? Okay brother. Hiyo go ahead ndio ambayo nilikuwa naisubiria kwa hamu. Sasa hivi ninakwenda kuvunja ngome yake na mfumo mzima ambao ameuandaa. Lakini brother, tukubaliane, unakwenda kuchafuka. Itabidi ukubaliane na hizi kashfa ambazo zinakwenda kutokea brother. Kanali. Ndio brother. Watu wote wanaoishi Mkutikati, wanaotokea Mkutikati, hakuna msafi hata mmoja.
Mashizo ni mtu wetu wa karibu sana, ni zaidi ya ndugu. Vipi tumwache anakufa? No. Sasa ni lazima tumtetee, ni lazima tupiganie maisha yake. Hata kama tunamwacha anakufa, damu yake itaendelea kutuandama. Nimependa. Okay, mimi ni kuache mara moja. Ndio brother. Ni kuache unamtafuta huyo Joseph vizuri. Nadhani tuna kazi ya kufanya ili kumwokoa mtu wetu. Haina shida brother, hilo limeshaisha. Kwa hilo tuko pamoja brother. Mambo yanazidi kuharibika na Joseph ni katili sana, halafu amepanga mipango mikubwa ambayo tofauti hata tuliopanga sisi. Kwa hiyo inabidi tuwe makini sana. Hivi unajua hadi Charles na yeye ameshajua kila kitu? Amelijuaje? Hata sielewi. Wakati mipango yote tunapanga vizuri, hilo jambo amelijuaje? Esha, nakwambia hata mimi mwenyewe sielewi. Sio muda wa kulaumiana tena. Jua hivi watu wanaanza kujua haya mambo. Unajua mambo yanaharibika. Hivi unajua hiki kitu ni serious kabisa. Sawa. Ngoja kwanza niende nyumbani. Baadaye jitahidi baadaye unipigie. Kumbe Zuruba hilipo ndipo ilipo shali na hangaiko la moyo kwako ninanga shwari. Ngoja umiza matumbo na dawa ikakosekana, maana udhaifu wa moyo ni kupenda tu. Halo. Halo? Usijaribu kuchelewesha. Nihitaji mzigo uwe kwangu kesho bila kuchelewesha. Ukijaribu kupoteza muda, utapoteza uhai wa mtu wako. Nadhani tumeelewana. Okay. Nitafanya hivyo kesho, nitakupatia mzigo wako.